Watu wengi sana huwa wanafurahia kupokea mwaka mpya. Ila mimi nataka nikukumbushe kwamba kila unapoona mwaka mpya, fahamu ya kwamba umri wako unazidi kwenda. Kuna baadhi ya majukumu ambayo unapaswa kuyatimiza. Sasa kuna haya mambo 5 ni lazima uyafanye kabla ya kumaliza mwaka, ili mwaka mpya unapoingia uweze kufanikiwa. Mwaka 2026 ni mwaka wako wa kufanikiwa endapo ukifanya mambo haya 5. Lazima uelewe kwamba inakupasa kubadilisha mfumo wako wa maisha mwaka 2026 ili maisha yako yaende sawa sawa. Jambo la kwanza ambalo unapaswa kufanya, usirudie makosa ambayo umefanya miaka ya nyuma. Najua kwamba kila mmoja anafahamu ni jambo gani ambalo limekuwa likimkosesha mara kwa mara. Katika hilo kosa, basi jifunze kulingana na hayo makosa. Umekosea kuolewa, sawa. Umezalishwa, alikuzalisha akakutelekeza, sawa, yote ni makosa. Uliwaamini watu wakakugeuka, sawa. Ila usiue ndoto zako kwa sababu ya makosa fulani. Mika anasisitiza, anasema, nijapoanguka nitasimama tena. Hata niwapo gizani, Bwana bado ni nuru yangu. Yako makosa kabisa, na wewe unayajua. Lakini hayo makosa ndio yawe funzo kwako wewe, yakupe nguvu kwamba kupitia haya makosa nataka niyasahihishe, nifanye masahihisho ili watu ambao wananitazama kama mkosa waone nuru ikinijia mwaka mpya. Angalia kitabu cha Luka ile sura ya 15:11. Kwenye Biblia kuna mtu mmoja ambaye sisi tunamjua kama mwana mpotevu. Biblia anasema huyu mwana mpotevu alipewa urithi, akaenda nchi ya mbali, akatumia fedha kwa anasa. Lakini angalia, baada ya kutumia kwa anasa sana, ile anasa ndio ilikuwa makosa aliyofanya, kwa sababu baadaye alifilisika, akaanza kula na nguruwe, akakosa pa kulala. Ila akarekebisha, akafanya masahihisho, akasema no, kwa baba yangu wako watumishi wengi ambao wanakula na kusala. Akaamua kurudi. Hapo ndo alikuwa anafanya kusimama upya katika mwaka huo. Miaka mingi anakaa na nguruwe, ila mwaka huo aliamua, akasema mimi ninaenda kwa baba yangu, kwa sababu baba yangu kwake kuna chakula kingi, kuna makao ya kukaa. Kwa hiyo lazima nawe mwenyewe ujue makosa yote yale ambayo umekuwa ukiyafanya na yanakurudisha nyuma, yarekebishe kwanza, yapatie ufumbuzi kwanza kabla ya kuingia 2026. Hiyo itakusaidia sana kufikia hatima na baraka ambazo Mungu ameziweka kwenye mwaka huu. Jambo la pili, punguza idadi ya watu wasiokuwa na faida kwako. Kuna watu wengine ni mizigo, wengine ni miba, wengine ndio wanaokurudisha nyuma. Wewe unapiga hatua, wao wanakuvuta nyuma. Wengine wamekuwekea utelezi, wanasubiri uanguke ili wakucheke. Mtu yeyote ambaye unajua kabisa hana faida kwako, punguza. Hata kama ikiwa ni kwenye simu yako, ni kwenye mazoea tu ya kawaida, kwenye urafiki, punguza watu hao. Kwa sababu unapokuwa umekusanya marafiki wengi na maisha yao miaka nenda rudi ni starehe, ni kwenda klabu, ni kutumia pesa vibaya, hao watu ndio wanaokufelisha. Hao watu ndio waliokufelisha mwaka jana. Mwaka huu mpya ambao tunaanza, lazima uanze kabisa kuachana nao mapema, wapotezee. Roho wa Mungu alinionyesha kitu kimoja cha ajabu sana. Nilimwona kijana mmoja wa bodaboda akiwa amebeba jeneza, amelifunga kwenye bodaboda, na nina uhakika kabisa ile jeneza kuna mtu alikufa, alikuwa anaenda kwa ajili ya kuwapelekea ili wamzike. Ila alipofika mahali kwenye tuta kama zile bumps zile, akakutana na daladala ambayo ilikuwa ina overtake. Kwa hiyo ikampiga, akaangukia kwenye mfereji wa pembeni ya barabara. Watu wanafika pale, wanaenda kumuinua kijana, wanakuta kijana hali yake ni mbaya, muda mrefu amepata tabu pale, hakuna mtu wa kumuinua. Wanamtoa pale, wakimwangalia kijana, hakuna pumzi tena, imekata. Unaweza ukajifunza kitu hapo. Kijana amebeba jeneza kwa ajili ya kumsaidia mtu aliyekufa, kumbe wakati huo huo yule aliyekufa ndo sababisho pia la huyu kijana kufa. Kwa kuna baadhi ya watu kwako unaweza ukawa unajua unawapa msaada, unaweza ukawa unajua unaenda nao mahali fulani, kumbe wao ndo sababisho la wewe kuanguka, sababisho la wewe kubakia hivyo ulivyo. Amua
Sema kabisa, mimi kuanzia leo, huyu rafiki yangu kwa sababu ni mbea, naachana naye. Mimi kuanzia leo, mwaka huu mpya unapoanza, marafiki wote wahuni naachana nao. Hiyo itakusaidia sana kuweza kufanikiwa mwaka huu mpya ambao tunaoanza. Jambo la 3, komesha roho ya madeni. Madeni yako ya rohoni yapo ya mwilini pia. Kuna watu wengine wanadaiwa rohoni, ila wengine ni mwilini. Sasa haya madeni huwa yana tabia ya kurudisha nyuma mipango ya watu na maendeleo ya watu. Kwa sababu unapokuwa na madeni, akija mtu anayekudai, unaweza ukajifariji ukasema ngoja nitafute sehemu nyingine ya kwenda kukopa. Unaenda unakopa pale, alafu unakuja unamlipa huyu mdeni wa kwanza. Kumbuka kwamba pale hujapunguza, bali umeongeza deni la pili na nyongeza ya mkini ya riba. Kwa siku ukifanikiwa kupata fedha, utajikuta umeshakuwa na madeni sasa mengi, sio moja tena. Madeni yanakatabia kuharibu kabisa malengo ya mtu aliyojiwekea. Angalia vizuri kwenye kitabu kile cha Wafalme wa Pili sura ile ya 4 mstari wa 1. Utaanza kuona kuna mama mmoja ni mjane kabisa. Lakini mama huyu kuna mtu alikuwa anamdai. Na awamu hii amekuwa akija kila mwaka, lakini awamu hii amekuja anataka watoto wake wawili anaowategemea awachukue awageuze kuwa mateka. Yaani aende akawatumikishe kama watumwa. Mama watu analia kwa sababu ya deni ambalo mume wake aliliacha. Ndipo sasa nabii anafika anamwambia, mama, ninajua kama unadaiwa madeni, ila nikutendee jambo gani? Yule mama akasema, sijui hata nafanya nini. Akamwambia, ndani una nini? Akasema, ndani nina chupa yenye mafuta. Nabii akamwambiaje? Nenda ukatafute vyombo ambavyo ni vitupu havina kitu, uvilete. Angalia vizuri. Kwa nini nabii aagize vyombo ambavyo ni vitupu? Inamaanisha nabii alikuwa anamfundisha huyu mama jinsi ya kusolve law ya madeni, kwamba ataenda huyu mama, lakini akichukua chombo kisichokuwa na kitu, inamaanisha hadaiwi kitu ndani yake. Ndio maana ule muujiza ulipokuja, alikuja akajaza mafuta kwenye ndoo ambayo haina deni, kwa hata akimimina mafuta ni ya kwake. Na wewe hakikisha kwamba unapoingia mwaka 2026, madeni yasiyokuwa na sababu yafute, ili unapopata fedha unaweza kujiwekea akiba na unaweza pia kufanya malengo na maendeleo ambayo umekusudia kwenye mwaka 2026. Jambo la 4, fanya kazi kwa bidii. Usikubali mwaka uanze bila kuwa na jambo lolote la kujishughulisha. Yaani nakushauri ni mara 10 ukafanye kazi ambayo haina faida, ili mradi tunatoka asubuhi unaenda kazini, kwa sababu kuna siku moja itakuja kukufaidisha. Na hiyo nimejifunza kwenye kitabu cha Luka sura ya 5 mstari wa 4. Wako watu wanaitwa kina Simoni, walikuwa wameenda usiku kucha wanavua, lakini hawakupata samaki. Angalia Yesu alipokuja sasa awamu nyingine, anawaambia twendeni. Wakamwambia, sisi tumefanya kazi ya kuchosha sana, lakini hatujapata samaki. Akawaambia, rudini tena mkaweke nyavu. Akawaambia, twendeni tena mkatupe nyavu baharini. Biblia inasema wakapata samaki wengi sana. Kumbe kuna majira mengine, nenda kazini hata kama huoni faida, lakini kuna siku utaenda kuona faida, kwa sababu siku hazifanani. Kumbukumbu la Torati 28:12, Mungu anasema, nami nitabariki kazi ya mikono yako. Kwa kama 2026 umepewa mafuta ya upako ujipake ili upate fedha, umedanganywa. Kama umepewa maji uoge ili upate fedha, umedanganywa. Kazi ndio Mungu amesema atabariki. Kwa lazima uwe na kazi ya kufanya. Kwa wewe ambaye unashona, shona sana. Wewe ambaye ni fundi, fanya ufundi sana. Wewe ambaye ni mtumishi wa Mungu, fanya utumishi wa Mungu kwa bidii zaidi. Lazima uwe na kazi ya kufanya. Hata kama ni kazi ya ndani, lakini fanya kazi. Itakusaidia sana kuleta matokeo ya kufanikiwa mwaka 2026. Jambo la 5 na la muhimu sana kuliko yote, anza mwaka na Bwana. Kabla mwaka hujaanza, amua kwenda kufanya ibada ya mwaka mpya. Alafu tafuta mahali pa kuabudu. Sema, Yesu, niko hapa, ninaanza upya nawe. Mwaka huu nataka nikuone ukiwa ni Bwana kwangu. Hiyo ndo siri ya kufanikiwa, hakuna siri nyingine. Mithali 16:3 yeye anatuambia, mkabidhi Bwana kazi zako na mawazo yako yatathibitika. Kwa hiyo tuna mawazo mengi sana ambayo tunakusudia. Wengine tumeandikisha maombi mpaka 15.
Hayo hawezi kutokea kama sisi hatujamkabidhi Bwana. Ila Zaburi 37 mstari wa 5, yeye anasema, mkabidhi Bwana njia zako, pia umtumainie naye atafanya. Kumbe tuna njia nyingi ambazo tutapita mwaka 2026. Zote tukimkabidhi Bwana, yeye Bwana atatufanyia, atatusaidia sisi kuweza kufanikiwa. Atatuongoza kwenye hizo njia ambazo tunapita. Usikubali mwaka huu uanze tu kawaida kawaida. Ugeuze mwaka huu kwamba mwaka huu lazima nikafanikiwe kwa sababu niko pamoja na Bwana. Mwaka huu maisha yangu naenda kubadilisha, na kuwa ni mtu wa kuhudhuria ibada, mtu ambaye nitatembea kwenye kusudi la Mungu. Usiufanye moyo wako kuwa mgumu. Amua kumkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Itakusaidia sana, kwa sababu anapokuwa Bwana kwako inamaanisha atakusaidia na kukuongoza. Lazima wewe ujue hilo. Wenzio wenye miungu mwaka unapoisha tu wanaenda kutambika, wanatoa makafara, wanaingia maagano makubwa. Sasa wewe upo tu kwa nini? Amua kwamba mwaka huu na mimi nitaenda na Mungu, na mimi nitakuwa tofauti. Njia zangu zote zitakuwa zinaongozwa na Bwana. Na ukifanya haya mambo kwa uaminifu na ukayazingatia sana, mimi sina maneno mengi zaidi ya kukutakia heri ya mwaka mpya. Kwa majina naitwa Pastor Philip Mbasha, nabii wa ndoto. Ukihitaji kujifunza na kuingia zaidi kwenye maombi na maombezi, utaingia. Tuna WhatsApp channel ambayo unaandika nabii wa ndoto pale, utaiona, utasubscribe hapo kwenye WhatsApp channel. Na Mungu wa mbinguni akubariki sana, na kutamkia mwaka huu uende ukainuliwe na uwe mwaka wa tofauti kwenye maisha yako, haujawahi kutokea. Amen.